The speed of Bollinger. Hakika viwanjani. Chama tatu through pass. Wow. Ali. Kevin De Bruyne. Oh, wow, that's brilliant. That is magnificent. Asante sana mwenzangu, hujambo na karibu. Jina langu ni Musa Brian Edaki. NOK Kenya yalenga timu ya wanariadha zaidi kwa ajili ya michuano ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka 2028, juhudi ambayo inalenga kuimarisha maendeleo ya wanariadha, kuboresha mifumo ya utendaji wa hali ya juu na utayari wao kwa michuano hii. Rais wa riadha Kenya Shadrack Muluki amesema mpango wa mapema utakuwa muhimu katika kusaidia wanariadha ili kufuzu timu mbalimbali kwa michuano kabla ya michezo hiyo kuanza. We're looking at increasing the disciplines this round to ensure at least we get 10 disciplines in. And we are working closely with the ministry to ensure the funding of such trips. Wenyeji Kenya wapata matokeo mchanganyiko, huku timu zao za wanaume na wanawake zikishindwa kuonyesha ubabe katika siku ya kwanza ya mashindano ya FIBA 3x3 yanayofanyika mjini Mombasa. Mashindano haya jumuishi ya hatua mbalimbali ambapo vikosi bora vya vijana chini ya umri miaka 23 kutoka ukanda wa Afrika Mashariki vinapambana vikali. Ziara ya PGK Ikweta Nyali inawaleta pamoja wataalamu wakuu wa Kenya kwa pointi muhimu za nafasi ya ushindi mkali. Klabu ya gofu ya Nyali itakuwa mwenyeji wa awamu ya 4 ya ziara ya PGK Ikweta Tour kuanzia Julai 2 hadi Julai 5. Samuel Njoroge ambaye kwa sasa anaongoza msimamo akiwa na pointi 2017 anaingia kwenye mashindano hayo akitarajiwa kupata upinzani mkali kutoka kwa mchezaji mkongwe ya gofu Dismas Indiza ambaye anashikilia nafasi ya pili akiwa na pointi 1890. Can't play the scores that I want to play, and the training that I'm doing is paying off. This is the 4th leg of PGK Ikweta Tour. Come all of you to Nyali Golf and Country Club. Kimataifa msikilizaji, Ureno iliweza kuishinda Croatia na kuonyesha kiwango bora kwa mabao 2-1 na kutinga hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Cristiano Ronaldo alichangia pakubwa katika ushindi huo kwa kufunga penalti iliyosawazisha bao la ufunguzi lilofungwa na Ivan Perisic. Uhispania iliweza kushinda mechi ya hatua ya mtoano katika kombe la dunia wanaume kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 16 baada ya kuishinda Austria kwa urahisi jijini Los Angeles na kufunga hatua ya timu 16 bora. Uhispania itakuwa inakutana na Ureno katika hatua ya 16 bora. With 2 arms, with clearing back. Final decision, penalty. Against the goalkeeper who has excelled from penalties in Lelakovic. Ronaldo. 1-1 in Toronto. Na katika matokeo mengine msikilizaji ni kwamba Switzerland iliweza kuabwaga Algeria 2-0 katika mechi iliyoratibiwa hapo baadaye. Australia watakuwa wanachuana dhidi ya Misri. Kufikia hapo msikilizaji, na tamatisha habari za uhakika viwanjani.